Gwajima hapo kakosa nini? Mbona mnatuchanganya wa Tanzania sasa? Si mngefafanua sasa kakosa nini? Fafanueni sasa. Mbona tunaona tu mmeshambulia, mmeharibu kanisa lake, watu wake ni kuwaingiza ndani. Hatuelewi kakosa nini, sifafanua. Press ile aliyoongea sifafanua. Tufafanue nini? Fafanueni kwenye ile press yake. Kakosea nini na nini na wapi na wapi. Paka haya yote yakatokea. Paka mabomu makanisani watu wa Bwana Yesu asifiwe, wana na binti za Mungu. Waislamu wasalamu alaykum. Tuungane tumngoe Goliati sasa, anayetesa maisha ya Watanzania. Tanzania na mwezi yokuwa na hatia inalia. Hii ni panda shuka ya imani, mema na mabaya yatakayompata mtu atakayetaka kuwa na imani. Wengi wamesomewa imani ya upande mmoja tu, lakini leo nataka ujue imani ina pande mbili. Waweza kupata baraka kwa imani, waweza kupata mateso kwa imani. Wewe umeishia kusomewa hapa. Basi imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Wewe umeishia hapo, nami nitashuka chini na kukusomea mstari wa 36. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, na kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuliwa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya. Hiyo ni kwa ajili ya imani. Yote yawezekana, hata kwenda gerezani kama fanikiwa.